Ah, Moderator, niseme haya yafuatayo. Kwanza kabisa ninasema pole sana kwa padre mwenzangu ambaye amekubali kufa katika kweli na haki, na hii ndicho tunachopigania. Mimi katika maisha yangu, mimi ni padre wa miaka 17 sasa, kwanza nimepadrishwa, na katika hili sina cha kupoteza. Ya pili, mimi ni padre sio wa jimbo, ni padre wa shirika, na si tunapofunga nadhiri zetu za maisha tuko tayari kufa kwa ajili ya kweli na haki. Na kama ni kufa, manake nishakufa siku nimefanya nadhiri zangu za kitawa miaka 17 iliyopita. Kwa hiyo yeyote atakaye ondoa uhai wangu atakuwa amechelewa, kwa sababu nilishauondoa kabla ya wao kuamua. Kwa hiyo ninachokisema ni katika kweli na haki, si mgubudhi yoyote wala sitamgubudhi yoyote katika kweli hii na haki. Lakini ukweli ni kwamba taifa tunaloishi leo, Tanzania, si taifa ambalo tuliwachiwa na waasisi wetu wa taifa hili, mheshimiwa sana Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa. Hakuna kikao chochote kilichokaa kumsadifu yeye kuwa baba wa taifa, lakini kwa matendo yake sisi wenyewe kama Watanzania tuliona huyu anafaa, na ndio cheo chake na wasifu huo kuwa baba wa taifa hili kutoka katika mikono ya ukoloni. Lakini cha kushangaza, baada ya miaka hiyo yote, taifa ambalo tungetegemea kuwa huru na haki, Mtanzania kusema anachotaka, tumepokwa huo uhuru. Nimekuwa mara nyingi kusema katika maandishi, mimi napenda sana kusoma, kuandika. Nimeandika vitabu mpaka sasa hivi nimechapisha vitatu, lakini na vitabu 12 ambavyo bado sijavichapisha kwa sababu gharama ya kuchapisha ni kubwa. Lakini hilo halitaniondoa katika hili ninachotaka kusema, kwamba taifa letu leo na Tanzania yetu tulio leo, ule uhuru tuliopewa na hatukupigania actually, lakini tuliupata kutokana na effort za baba wa taifa. Lakini uhuru huo umepokwa na kundi chache la watu ambalo kwa lugha sasa hivi tungesema ni cartels, ambayo hao ndio wanaoamua kesho yetu inavyokuwa. Haya tunayoona leo na tutakayoona kesho ni kwamba kile ambacho tulikiamua miaka hiyo ya uhuru wetu kimepokwa na watu wachache kabisa wenye nguvu katika serikali hii, ambao wanazo wakaamua kesho yetu. Hiki kilichotokea kwa katibu wetu wa Baraza la Maaskofu Tanzania kupigwa ni kuzimisha au kudhoofisha nguvu ile ya umma. Father Kitima ana chochote nasema mbele ya umati huu, ana chochote anachopigania cha kwake binafsi kuwa chochote alichokuwa nacho, kwa sababu Father Kitima academically ni dokta. Sio dokta tu wa ubumba, ni dokta wa PhD ya sheria. Ni kwamba angekuwa mwajiriwa asingekosa mahitaji yake, lakini kutokana na kujinyima kwake ameamua kutetea haki za wengine
Na hapa ndipo tunaposema, narudia, tunaposema the voice of the voiceless, prophetic voice, sauti ya kinabii katika kanisa ambalo liko hai, ndicho tunachopigania. Sisi hatumweki yoyote kuwa madarakani, hatumweki yoyote, whether be it Muislamu, be it Christian, be it asiyeamini, lakini tunachotaka ni kwamba yeyote atakapokuwa pale tulipoamua asimame katika kweli na haki, na hiki ndicho Kitima anachosimamia kama katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Kushambuliwa kwake katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania ni kushambuliwa sio tu wa taasisi hii ya kidini inayowakilisha Wakristo, but ni kushambuliwa katika kile kilichokuwa kweli, haki na amani ya taifa hili. Kwa mujibu huo, hakuna yeyote, narudia, hakuna yeyote atayekuwa salama katika hiki kilichotokea. Hakuna yeyote, no matter what you define, awe ni mwana CCM, awe ni mwana Chadema, awe ni mwana ACT, hakuna ana grant ya kesho ya uhakika wake katika kweli na haki, kwa sababu kilichotokea leo, kama leo katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania anaweza akafanyiwa uhuni huu, maana yake ni kwamba hakuna shehe au maamam au askofu au kardinali ambaye hata be attacked. Na katika meseji hii, ndugu zangu wa Tanzania, ninachotaka kusema ni kwamba hakuna aliyekuwa salama. Hata hao wanaobeba kauli mbiu ya kubeza alichokuwa anafanya Kitima na alichokisimamia au walichokisimamia Kanisa Katoliki, ambalo nalo hamini kanisa katika ukweli na haki, na wanachojua Waislamu ni kwamba hakuna aliye salama. Taifa letu leo tunavyoliona na lilivyo Tanzania linaongozwa na cartel. Cartels ni watu wachache wenye nguvu katika mfumo wa uongozi ambao wanaweza determine ya kesho ya taifa letu. Polepole aliongea hili kuhusu cartels aliposema kwamba kuna photocopy, kwamba kuna CCM halisi na CCM original, ambayo CCM ya photocopy yenye nguvu inaweza ikaamua kesho ya Tanzania yetu. Na hii ni kweli, mimi naungana na Polepole kwamba aliona hilo. Hata leo ndivyo ilivyo, kwamba kuna watu katika sistemu nzima ya uongozi ambayo wao wanaweza wakadetermine kesho ya taifa hili, lakini sisi si wafungwa katika hili. Kilichotokea leo katika Baraza la Maaskofu Tanzania, secretariat to be attacked, ni uwazi kwamba taasisi hii yenye nguvu, sio kwamba tu Tanzania, ulimwengu mzima, imebia attacked, ambayo inawakilisha wengi, nasema wengi katika taifa hili, wapiga kura, wasiopiga kura, katika kweli na haki. Kitima hajawahi katika yote anayosema, kama mwanasheria, kama mwana teolojia, na kama mimi nayefanya katika hili katika teolojia, of which I'm doing that, ni kwamba hajawahi kusema hata kusimamia nani awe katika hiki tunachosimamia, lakini yeye amekuwa mstari wa mbele kwamba tunachotaka kuwa, yoyote anayetaka kuwa
asimame katika kweli na haki na Mungu mzima imebia attacked, ambayo inawakilisha wengi, nasema wengi katika taifa hili, wapiga kura, wasiopiga kura, katika kweli na haki. Kitima hajawahi katika yote anayosema, kama mwanasheria, kama mwana theolojia, na kama mimi nayefanya katika hili katika teolojia, of which I'm doing that, ni kwamba hajawahi kusema hata kusimamia nani awe katika hiki tunachosimamia, lakini yeye amekuwa mstari wa mbele kwamba tunachotaka kuwa, yoyote anayetaka kuwa asimame katika kweli na haki, na zaidi watu wenyewe wa chini kabisa katika level ya ground waseme Juma au John au Matumbi asiyeamini, huyu ndiye anayetakiwa kuwa kiongozi wetu. Lakini fursa hiyo imepokwa. Hatuna uhalali wa yoyote ambaye anataka kuwa katika madaraka ambaye anaweza kasimama, kwa sababu haki hiyo tumenyang'anywa. Maana yake ni kwamba sisi ambao leo tunaosema tumekuwa huru 1961, hatuko huru. Tunaishi katika taifa ambalo tunasema kwa lugha ya kisasa au kwa lugha ya kileo kwamba is a captured nation. Why and what is a captured? Ni kwamba ni taifa ambalo limetekwa na kikundi kidogo cha watu ambacho chenye nguvu, na katika hicho ndicho kinacho organize all the organization, be it the forced enforcers ambao tunasema ni government operatives, police, army. Hawana the say. Leo tunaongea kuhusu jeshi linalolinda mipaka na katiba. Cha kwanza, jeshi la wananchi Tanzania linatakiwa kulinda katiba ya Tanzania na kumake sure katiba hiyo wanaoisimamia viongozi tuliochagua, of which hatujawachagua, wamejichagua wenyewe, wanaamua ndivyo sivyo. Tunapoona jeshi hili ambalo be attempt ku be revolt during the time of Nyerere, leo wanakaa kimya, wasemi chochote. Tuna mashaka. Nasema mashaka haya yako wapi? Ndugu yangu unaonisikiliza, mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro, lakini nimekuwa kuanzia the day one mpaka nilipo Arusha, nimekulia Arusha. Kwa maana nyingine mimi ni mtu wa Arusha. Leo Arusha naposema, ukienda Ngorongoro, ukiwa na simu yako, unapoingia hifadhi ya Ngorongoro, unaambia kabisa unaingia katika utawala wa Emirate, utawala wa Uarabu. Halafu yet nataka kudraw this attention kwa this very very important apparatus. Hii ni jeshi la ulinzi wa mipaka, JW, of which baba yangu na mama yangu walikuwa ni wahudumu wa katika ile jeshi. Baba yangu Alois English Ngowi, mama yangu Veronica, walikuwa wanajeshi, wamesave this nation with all the heart they do. Baba yangu ametangulia katika haki. Mama yangu ana miaka 80 sasa, lakini wamesave hili taifa kama walinzi wa mipaka
na haki ya taifa hili. Lakini leo ukienda Ngorongoro ukiwa na simu yako itakuambia kwamba unaingia katika himaya ya Waarabu. Nauliza, je, Tanzania leo inalinda mipaka ipi? Kama leo tunaweza kuingia within the nation, tunabidi find kwamba unaingia taifa la Uarabu. Sisi kama Watanzania, hili jeshi liko wapi? Liko wapi? Mkuu wa majeshi of which baba yangu na mama yangu wamesave nation with the blood. They died with that authenticity, wakafa baba yangu. Tunapoingia Ngorongoro, tunapoambia unaingia katika himaya ya Kiarabu, wanalinda mipaka ipi? Mkuu wa majeshi Tanzania, kama unanisikia, na kuomba with due respect, nenda Arusha, nenda Ngorongoro, weka hiyo simu yako on, alafu upokee hiyo message. Unaingia wapi? Kama unaingia taifa tofauti na unalolilinda, alafu unasimama kimya, wewe una I don't know what you are standing for. Kama wewe ni JW, kulinda mipaka ya Tanzania, of which ukiingia Tanzania Ngorongoro unaambia unaingia Uarabuni, ninakushangaa. Tunachodai mabadiliko katika taifa hili, ndugu zangu, nachosema hatumuone yoyote, si Tundu Lissu, si Heche, si Mnyika, si ACT nani, ndugu yangu, rafiki yangu mkubwa kabisa wa ACT, Zitto Kabwe. This is the person who really fight for the good of a nation. Na wengine wanaosimama katika haki. Kuna sehemu tumekosea. Mimi kama Mtanzania sijisikii furaha. Nasema mbele ya hii kama sijisikii furaha. Nimekaa Ulaya, nimekaa bara la Amerika, nimekaa bara la Asia. Hakuna the only home kama Tanzania. Katika hili nalosema, simbagazi yeyote, awe CCM, awe Chadema, awe ACT, ni kwamba nachoongea hapa, the real fact ni kwamba taifa letu limekamatwa na watu wachache ambao wana maslahi binafsi, wanaamua katika kweli na haki ya taifa hili, of which kama wewe ni Mtanzania kweli, unajua kesho ya taifa hili, never ever stop. Mimi niko tayari, hata kesho wakiamua kunitoa uhai wangu, niko tayari kabisa, na watakuwa wamechelewa, kwa sababu siku nafanya nadhiri zangu za daima kwamba mimi nafia hiki nachokiamini. Nishakufa miaka 17 iliyopita. Hata leo kesho wakitoa uhai wangu, wamechelewa. For this reason, sitasimama na sitafumbia macho kweli na haki. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania mnaosikiliza, taifa hili ni letu sisi. These cartels, watu wachache wanachoamua katika nguvu hii, hawana fursa hiyo. Na fursa hiyo kabisa ni sisi kusimama katika umoja wetu, kuangalia kesho yetu ambayo imepokwa. Kesho yetu ambayo imepokwa. Kinachotokea kwa yoyote, no matter I say it, be it Chadema, CCM, ACT na chama chochote kingi,
yoyote anasimama katika haki anahitaji our full support. Full support. Full support. Kilichotokea leo, tunachoona kwamba baadhi ya key words wanachosimamia katika haki be attacked. Na kilichotokea leo kwa katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania, ninasema I'm very sorry what happened. Na muombea sana Kitima arudi katika ulingo huu katika afya njema. Lakini cha zaidi ni kwamba ni kosa lenye bahati. Mungu anajua kesho yetu. Na katika kweli hii kilichotokea, asiyekuwa anayeamini na anayeamini tuunganiki katika kweli hii, kwa sababu hakuna aliye salama ndugu yangu. Hakuna aliye salama. Hakuna aliye salama. Yaani dhuluma ya mwenye haki inapotendeka ni dhuluma ya jumuiya nzima tunayoishi. Leo tunapoongea kesho ya taifa letu, tusiongee katika ushabiki. Tusiongee katika ushabiki. Hata kama ni mwana CCM, Chadema, ACTs, tuangalie kesho ya taifa letu. This is where we are belonging. Ni taifa ambalo litatupa kesho yetu. Leo tunapoongea ushabiki, hata kama mimi leo nitakuwa rais, sitaweza kuwa zaidi ya miaka 10 na taifa litabaki. Huyu anayefanya hivi tunayoyaona ni kwamba anataka kuwepo kesho yake. Kwa nini? Kwa sababu anajua aliyoyafanya, whether ni mazuri ya mabaya, be responsible. Na kama Watanzania mnanisikiliza, miaka 2 iliyopita bunge letu hili tunaloliamini lilipitisha impeachment kwamba waziri mkuu, mwanasheria, yani mwanasheria mkuu wa serikali, spika wa bunge na waziri mkuu, hawa hawatashtakiwa kwa makosa waliofanya wakiwa katika utendaji. Kinamaanisha nini? Kwamba hawa watu wameshajijengea imaya kwamba hawatakiwi kushtakiwa. Psychologically speaking, ni kwamba always the guilty is answerable. Kabisa, wanajua wanachofanya si haki. Si haki kabisa wanachofanya. Na nachowaambia ni kwamba wanachokifanya hivi, hata kama sisi tutakuwa tumekufa, kizazi hiki kitaibua these issues, and this will be the time of judgment. Sure, lazima iwe clear. Lingine ambalo ni very important tunapo discuss kesho ya taifa hili ni kwamba swali ni kwamba tuko huru. Tuko huru kweli? Tuko huru Tanzania? Tunaweza tukasema tunachotaka kusema kwamba tuko huru? Leo, this is challenge. Leo yoyote anayesimama katika serikali hii, wanachohubiri ni amani. Amani ya taifa hili. Hakuna yeyote katika madaraka ya taifa hili anayehubiri kuhusu haki. Why? Are they blind? No, they are not blind. They know for sure. They know for sure. They know for sure. What they are doing is not justice. Wanataka kutu bribe kwenye amani, of which they have never worked upon it. Nyerere, the found father of the nation, aliweka mifumo ya haki. Aliweka mifumo ya haki kabisa. Baada ya uhuru wetu 1967, aliintroduce Azimio
Arusha Revolution hii, na katika hii tukawa na hii vigilization kwamba watu wakae katika makundi wapate zile huduma, lakini katika hili alikuwa analenga katika haki, watu wajisikie nyumbani. Tunapoishi katika vijiji vya kiujamaa, tujisikie nyumbani, of which he did it at the last drop of his death, and after that we have something which were not. Maamuzi yaliyotokea baada ya Nyerere yalikuwa na mashaka makubwa. The effect is what we experience now. You can read whatever I tell you. Kuna watu wameongea kuhusu azimio la Arusha, the revolution of ujamaa na the concept of brotherhood zaidi ya 200. The research is very open, lakini all in all kuna shida, na hii shida ni hii tunayoface sasa hivi. I tell you, kama taasisi fundishi iwe ya Kiislamu, ya Kikristo, inaposema this is not true, taasisi hiyo isikilizwe. Tusipoisikiliza hiyo taasisi, the repercussion of what we experience is very great. Na nawaambia kabisa, I'm not a prophet, but I tell you as a academician, kama mwanazuoni kitachotokea Tanzania hii, mtashangaa, si cha kawaida. Hawa ambao leo tunasema wamekufa, dead bodies, it's not what we expect. Kwa hiyo yoyote, kwa nafasi yoyote, ana ulazima wa kukemea uovu. Tanzania yetu leo si salama, haiwezekani. Mambo wanayofanya polisi leo yalifanyika Afrika Kusini miaka ya 60 na 70. Hizo data tunazo, kwa sababu tunafanya research. Data tunazo, unayoona leo data tunazo. Na kama kuna kiongozi katika serikali hii hajakemea hilo, na leo ni tarehe 1 mwezi wa 5, ni siku ya wafanyakazi, watu kichwani mwao wanapongeza kitu ambacho hawakiamini kitawatafuna. Kwa hiyo rai yangu ni hipi: namba 1, mshikamano na umoja wetu ni suluhu ya kesho. Namba 2, tusome vizuri alama za nyakati zetu. Wapo watu waliolipwa, ambao watalipwa kudistort ukweli, lakini ukweli hauhitaji idadi ya watu kuaffirm kile ambacho kipo, hata kama ni mtu mmoja, kama Galileo aliyesema hivi, kanisa lilikuwa linaamini dunia ndio kila kitu, lakini Galileo akasema jua ndio kubwa kuliko dunia, kwa sababu dunia inaizunguka jua. Kwa hicho alichokisimamia, Galileo aliuawa kwa kanisa hili la Roma. Lakini baada ya miaka mingi, mwaka 2004, Baba Mtakatifu Yohane wa Pili aliomba radhi kwa kanisa Katoliki kwa yale yaliyotokea, na akamtaja Galileo aliyosema kwamba dunia inaizunguka jua na sio jua inayozunguka dunia. Na kipindi hicho theolojia ni kwamba kama mwana wa Adam alizaliwa duniani ambaye ndiye Mungu, kwa kila kitu
sujudu kwake, ikiwa eklesho, jua, nyota zitaabudu kwake, lakini scientifically it was wrong. Galileo akasema hapana, pamoja na hayo mnayoamini katika theolojia, the reality ni kwamba dunia hii ndio inayozunguka jua.